Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho ameweza kukisema mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba Sports Club Mohamed Gulam Dewji kuhusiana na swala la yeye kuondoka ndani ya klabu ya soka ya Simba, huku DP World, kampuni kubwa kutokea katika falme za Dubai, katika falme za Kiarabu katika mji wa Dubai, DP World wakihusishwa kutaka kuchukua hisa za klabu ya soka Simba, yani kuwa wawekezaji wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Sasa story zimekuwa ni nyingi, huku DP World wakihusisha kwamba watakwenda kutoa zaidi ya bilioni 100 kama fedha za kuimiliki klabu ya soka Simba, zile asilimia 49. Bila kusahau wameweza kusema kwamba watajenga uwanja, bila kusahau watafanya usajili wa wachezaji wa kimataifa wakubwa na wataleta kocha wa kimataifa, yani kocha mwenye mbinu kubwa sana. Sasa watu wengi walikuwa wakisikia upande huu wa DP World. Je, bosi mwenyewe Mohamed Gulam Dewji anasema nini? Kwa sababu anahusishwa kutaka kuondoka ndani ya klabu ya soka Simba kwa kile kinachodaiwa kwamba kwa sasa, kwa mujibu wa serikali kupitia baraza la michezo, wameweza kusema kwamba hisa ambazo ni 49 zinazotakiwa kutolewa ndani ya klabu ya soka Simba kwa wawekezaji, basi wanatakiwa wepo wawekezaji watatu. Sasa kilichopo kwa mujibu wa taarifa iliyopo, kwa sababu DP World ndiye ambaye anafanya yote ili aichukue klabu ya soka ya Simba Sports Club. Sasa watu wataka kusikia ni nini ambacho ameweza kukisema Mohamed Gulam Dewji. Tutakwenda kukinukuu kile ambacho Farhan Kam kutokea Clouds TV, ambaye ni rafiki wa karibu na ni mwandishi wa soka kwa rais wa klabu ya soka ya Simba Mohamed Gulam Dewji. Farhan anasemaje kupitia mitandao ya kijamii? Anasema hivi: kuna upotoshwaji unafanywa na baadhi ya watu kuhusu Simba, Mo na DP World. Ikanibidi kama mwandishi leo nikampigia simu mwekezaji Mo Dewji kupata ukweli juu ya jambo hilo. Naomba nimnukuu Mo, licha ya kuwa alikuwa mzito mno kuzungumzia hili kwa kuwa linamtesa sana, ila namnukuu. Tunaanza sasa kumnukuu anachokisema Mo. Swala la DP World ni kweli lipo na tuliletewa na serikali katika harakati za kuhakikisha klabu zetu zinapiga hatua na kufanikiwa zaidi. DP World hakuwa anakuja Simba kama mwekezaji, bali mdhamini. Tulipokea kwa mikono miwili, na sisi kama klabu tuliandika proposal yetu kwao, ambapo tulihitaji udhamini wa bilioni 6 kwa mwaka, ila haikukubaliwa. Tukarudi chini mpaka bilioni 2 kwa mwaka, ila bado DP World hawakuwa tayari kudhamini kwa kiasi hicho, alisema Mo. Mwekezaji Mo akaendelea kusema hivi: kwa kuwa CEO wa DP World ni rafiki yangu personally na tunaishi karibu huku Dubai, nikaonana naye kutaka kufahamu upande wao kwa nini kuna mkwamo juu ya udhamini. CEO aliniambia biashara yao ni B2B, yani kazi yao ni bandari na wafanyakazi na viwanda na makampuni, hivyo haoni faida moja kwa moja kudhamini, hivyo jambo likaishia hapo. Binafsi sikuwahi na sikuweka ngumu kwa DP World kuja mpaka nikatumia resources na muda wangu kwa push tofauti na watu wanavyosema, alimaliza Mo Dewji. Huyo ni mwekezaji wa klabu ya soka Simba. Tumeweza kumnukuu kile ambacho ameweza kuongea kwamba kwa upande wa DP wao hawakuja kama wawekezaji, bali walikuja kama wadhamini, wanataka kuidhamini klabu ya soka Simba, lakini biashara yao ni ya B2B, yani wanahusika sana mambo ya bandari. Kwa hiyo hawajaona faida ya kuwekeza katika klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kwa hiyo tunaona DP World kwa upande mwingine, kwa hizo taarifa ambazo zinaongelewa kwamba wanataka kuwekeza ndani ya klabu ya soka Simba si za kweli, na Mo Dewji ameweza kumalizia hivyo, lakini ndani kabisa ni kwamba kuna mambo ambayo yanaendelea ndani ya klabu ya soka Simba za chini chini. Watu wanataka wamngoe Mo Dewji, huku baadhi ya viongozi wanahusishwa kwamba wanataka kumtoa Mo Dewji ili aje mwekezaji mwingine aje awekeze ndani ya klabu hiyo. Lakini Mo kwa upande wake ndio hivyo, anasema kweli swala la DP World lilikuwepo, lakini hawakuja kama
wakuja kama wawekezaji, bali walitaka kuidhamini, lakini ndio hivyo, walifikia mpaka bilioni 2 kwa mwaka, lakini DP World wakashindwa kufikia dau ambalo Simba walilitaka. Bwana, nini maoni mtazamo kwa upande wa Mo alichokisema? Una nafasi ya kwenda eneo la comment na sisi tutakuja kuyasoma maoni yako.